له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. Kila nafsi, kila kiumbe ataonja ladha ya mauti. Yani kila kilichoumbwa katika ardhi hii kitaonja mauti. Kiumbe chochote kilicholetwa katika ardhi basi kitakubaliana katika swala zima kwa maneno ya Allah aliyozungumza kwa kila nafsi itaonja mauti. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk. Allahumma ilman nafi'a yawm al-qiyamah. Wa man zuhziya 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kama aya zilizothibitisha. Tunaingia katika somo kubwa, somo muhimu, somo lina wajibu wa kutekelezwa na kila Muislamu. Ndugu zangu, tutakwenda leo katika matendo. Katika matendo mbalimbali. Na hususan tunaingia mwanzo katika somo la maiti. Somo hili linatakiwa kila Muislamu alisome katika njia moja au nyingine. Kwanza tunaanza, kitu cha mwanzo kinatakiwa kitayarishwe kwa maiti. Kitu cha mwanzo kinatakiwa kitayarishwe ni katika uoshaji. Iwepo sanda. Baada yote unayaona, lakini sanda iwe ni reserve, kwa sababu kama binadamu anapokuwa kabla hajaenda kukoga inabidi anatayarisha nguo za kukogea. Mfano misli hadha taula. Taula ni ya kujifutia maji. Je, maiti hafutwi maji? Anafutwa. Kwa hivyo tunaingia kitu hadi ya kitu chengine ili pate kufahamika katika jamii. Kwanza, jambo la mwanzo tunaweka sanda pembeni kabisa, na hii sanda inatakiwa matayarisho mapema. Wale ambao wanakufa katika vita wanazikwa na nguo zao zile zilizokumu mwilini mwao walokufia nazo, walokufa jihadi, kama alipokufa Sayyidina Hamza. Alipokufa Sayyidina Hamza, wale walikuwa karibu walitaka atafutwe nguo mpya, bafta mpya. Tafuteni bafta mpya. Akasema ile iliyochakaa, ile alokufia nayo, ile alouawa nayo ni aula kuzikiwa nayo. Na mfano mithli hadha, watu wanakwenda hija wanavaa ihramu zao zile. Ina maana wanapokuwa wanavaa ihramu zile ndio sanda zao. Japo kwa ameondoka na begi mpaka hapa, nguo kila aina, lakini nguo yake kubwa ni ile inahusika na pale. Akitoka roho tu basi ile lilokuwa na mwilini ndio jihadi yake, anakwenda kuchukuliwa ili lengo moja kwa moja kwenda kustiriwa katika ardhi. Minha khalaqnakum, ndani ya ardhi hiyo ndo tumekuumbeni. Wa minha nu'idukum, na ndani ya ardhi hiyo ndo tunakurudisheni. Wa minha tukhriju maratan ukhra, na ardhi hiyo hiyo tunakutoeni tena kwa mara nyingine, kwa sababu hapo mwanzo liyabluwakum. Allah anasema kama katika sura tuliyosema, alladhi khalaqal maut, Allah ndo aliyeumba mauti. Yani ni filu madhi, tangu mwanzo amekuumbeni mauti, mlikuwa nyie hambo hai.
wal hayata, kisha akaurejesha uhai, kisha anakupeni mitihani, kisha atakurejesheni tena katika ile hali ya umauti tena, alafu atakufufueni tena, atakupeni katika ardhi mara nyingine, yani yaumul qiyama. Lakad ji'nakum, kwa hakika mtatujia mmoja mmoja, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo. Ina maana mtatujia mmoja mmoja. Qur'ani ina ufasaha mkubwa sana, tofauti sisi tunavyoielewa. Allah anasema tutakuleteni mmoja mmoja, furadan, ina maana kila pembe, kila sehemu, popote katika ardhi hii, kila pembe, kila sehemu, popote katika ardhi hii, mtapokuwa mmezaliwa katika kutolewa katika ulimwengu, mkaja ulimwenguni, basi popote ulipo, ikiwa uko Dubai, ikiwa uko Indonesia, ikiwa upo katika miji ya Afrika, sehemu za Asia na sehemu mbalimbali za India, basi Allah anazungumza patazaliwa. Ina maana kila sehemu, hatusemi nchi, tunasema ulimwengu mzima, kila sehemu patazaliwa, patatoka furadan, mtoto wa mchanga atazaliwa kila pembe, ikiwa atazaliwa pacha, ikiwa atazaliwa mmoja mmoja, lakini moto ndio utasikia ziwatue, mtoto kajifungua Amani pale kajifungua mtoto yule mama, utaambiwa Malindi kajifungua mtoto yule mama, na kifo ndio vile vile. Leo kuna maziko sema, kuna maziko Malindi, kuna maziko Kiponda, kuna maziko Mchangani, kuna maziko Ziwatue, kuna maziko Mwera, Kianga. Kwa hivyo wale watu wanachukuliwa kama mara ya mwanzo, kama khalaqnakum awwala marra, kama vile mwanzo walivyoumbwa, basi watakuwa wanatoweka vile vile, yani kuondoka duniani, kila pembe, kila sehemu. Sasa hii kuonesha Qur'ani ikizungumza sasa waliokuwa sio Waislamu, anaweza kuchukua, unaona Qur'ani inazungumza fakadijinakum furadan kama khalaqnakum awwala marra, inasema mtakuja mmoja mmoja. Hawawezi kuisuta Qur'ani na hawawezi kupata umaana wa Qur'ani mpaka waingie deep. Ndio ile kila sehemu atazaliwa na kila sehemu atakufa. Hii ndio sahihi ya Qur'ani. Lakini usahihi mwingine ni kuonesha vitendo vinafanyika kila leo, huko watu wanatoweka, huko wanazaliwa. Kwa hivyo kwa mujibu wa hapa inazungumza hivi. Sasa tunaingia katika makusudio. Kitu cha mwanzo kinatakiwa katika uoshaji maiti, sanda iwe mwanzo, sanda iwepo. Sasa hiyo sanda ile iwepo ni sanda kwa mujibu wa kipimo cha yule alotangulia mbele ya haki. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa sanda hizo ipatikane kwa kipimo kinachofahamika, ikiwa mtu mzima na kuwa mikono mitano. Umeelewana mikono 5. Na ikiwa mtoto mdogo inapungua, na inaruhusika kukupima, ikiwa utapimia kwa nyuzi refu au kwa tepu zile tunazozipima. Kwa hivyo hicho ni kiwango cha mwanzo cha upande wa sanda ya maiti. Sanda ni kitu cha mwanzo. Na sanda si kosa kuweka ndani ya nyumba yako. Anytime wanaweza mtu akaondoka, si kosa. Maana wengine unajitia nuksi kwa kanda nini, tunasema nini? Sanda, unajitia nuksi. Hakuna nuksi yote. Zile ihram zilizotoka Maka, unaweza siku moja moja ukazisalia. Na ukafa ukasema hizi nataka zitumike katika sanda yangu, kwa sababu kile unachokisalia kitakwenda kutoa mashuhuda mbele ya Allah. Na ile sanda waliofia pale ihramu itaenda kutoa mashuhuda mbele ya Allah. Kwa hiyo ile nguo uliokuwa unasalia sasa ndio kazikiwa nayo, basi inatoa ushuhuda. Wewe majani tu katika kaburi yale yako juu yanakusabihi, sikwambii nguo uliokuwa unasalia.
Kwa hivyo tunaingia kidogo kidogo ili tupate kufahamu swala hili ni kubwa sana. Sasa tunaingia swala zima. Baada hiyo sanda ishatayarishwa, unafanya nini? Na mtu ndio kishafariki. Hii tunaingia kuhusiana vifaa vya kumwosha maiti. Hatukuzungumza hapa kama kutumia kitabu cha ahkami jeneza. Hatukuzungumza hapa ala almaridhi, juu ya mgonjwa, an yurdha bi qadha'i Allah, kuridhia kadha ya Allah. Ina maana mgonjwa kabla hajafa yule ambaye tunataka kumwandaa, yeye mwenyewe awe kwanza ameridhia kadha Allah, hukumu aliyotolewa na Allah ya kuua katika ndani pale. Hili la mwanzo. Lakini tukiingia hapo tutachukua muda mrefu. Ndio maana tukasema hili somo tutakwenda nalo kwa taratibu. Hii tunadokoa tu kwanza. Wayasbiru, anatakiwa yule mgonjwa asubiri ala qadarihi, ya qadri ile alompangia Allah. Nahnu khalaqnakum, sisi ndo tuliokuumbeni. Washaddadna asrahum, na sisi tukakupeni nguvu katika vile vile. Mkaweza kwenda huku kwenda kule, mkaweza kufanya jeuri, maana ukishapata nguvu na jeuri unakuwa nazo. Na mkaweza kufanya mambo ya kheri, mkatoka makwenu mkaja hapa katika masuala mbalimbali ya kheri. Washaddadna asrahum, na sisi nahnu khalaqnakum, sisi ndo tuliokuumbeni. Washaddadna asrahum, na sisi tunaweza, ndio tu ambao tulikupeni. Washaddadna asrahum, tukaweza kuwapa nguvu katika vilili vyenu. Wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila, na sisi tunaweza kubadilisheni mara moja mfano huo tulikupeni kwa nguvu za kuweza kula. Lakini mtu akiwa anaumwa hawezi kula, mtu akiwa anaumwa hawezi kutembea, atakajwa kitanda hapo hapo, ila kitu haja zote hapo hapo. Ndio ile washaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila, na sisi tunapotaka mara moja za kubadilisha mtu. Jamani, huyu binadamu, huyu binadamu kweli, bora haoneshi mfano wa binadamu. Kwa sababu pale yule mbuzi yule, kama utamnyosha yule uwe mbamba wake, ndio unashangaa huyu kweli binadamu, bora kama siye huyu. Alikuwa mpana mkubwa mnene, leo kabadilika hali hii. Kwa hivyo ndio binadamu tunavyobadilisha, mara anabadilika, kensa si kensa, kabadilika mwili wote. Umefanya nini kijani? Umepiga manjano, wakati alikuwa na siha yake mzima. Kwa anabadilika mtu mara moja. Wangapi na wangapi tunawajua wamepata sukari, mara mtu cha change kabadilika, kachaka kwa mguu huyo. Siku 3 4 ambapo umezikwa, siku 5 6 ambapo naye mwenyewe kishazikwa. Hivi hali ndio zinazokwenda. Kwa hiyo katika hayo, na huyo mtu anatakiwa aweke dhana nzuri mbele ya Mola wake. Aweke nini? Dhana nzuri. Wa yuhsin dhanna bi rabbih, na itengeneze vizuri dhana yake. Asije akaona mimi nimeonewa na hii kutokana na hali ya maradhi, Allah kanizuia tena paka kama mfano Ramadhani. Mfano Ramadhani, akaona mpaka hiyo Ramadhani siwezi kufunga. Bala gani hili? Yaani mimi mpate maradhi, nikae kitandani mpaka saumu siwezi kufunga. Kwa mtu anakuwa na shuku katika nafsi yake kutokana nini? Ile dhara analolipata. Kwa hiyo tuondoshe dhana mbaya mbele ya swala ambayo kadhaa ya Allah. Ajaba amri mu'min, ni ajabu kubwa kwa muumini anapopata jambo khairan, la khairi likawa ni la khairi, basi mtu yule anakuwa moja kwa moja anajua hili swala lolipata la khairi linatokana na Allah. Ndio maana watu wengi wanapopata khairi wanakuwa wanajua linatokana na Allah. Lakini tatizo liko moja tu, wanapokuja kupata ile shari ile, anapata dhara, basi mtu huyu anasahau Allah
na anakuwa na shuku mambo mbalimbali. Kwa hivyo kwanza tutengeneze dhana zetu nzuri. Hili ni somo kubwa sana nimelidokoa. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilaik. Allahumma faqina fi din wa alimna wala tafasir warzuqna ittiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sasa tunaingia step ya kutayarisha katika uoshaji. Katika uoshaji natakiwa zipatikane ndoo za lita 20 ziwe angalau 3. Za lita 20. Angalau ziwe ngapi? Ndoo ya kwanza 3. Anasuziwa maiti kwa hali ya mwanzo. Tunasema nini? Tunasema josho la mwanzo. Wenyewe wataalamu wanakuwa josho la mwanzo. Sasa ile josho la mwanzo kabla hujatayarisha, kabla inabidi yule maiti zile nguo zake alizofia katika mwili wake, inategemea amefia wapi. Kafa kwa nini? Moto? Kwani? Au amekufa kwa ajali? Kuna vitu vitatu hapo nguo zinahitajika zifanyie huduma zake. Huduma ya kwanza, ikiwa kafa tu kawaida, anavuliwa kawaida. Ikiwa amekufa na moto, nguo zimeganda, zitanyambuliwa kwa mkasi, zitatolewa kidogo kwa mkasi mpaka zinamalizika, zinanyambuliwa. Na uoshaji wake kuna taratibu nyingine, sio kutia maji kama vile mtu anapotaka malenge mwili, huwezi kutia maji. Hata maiti kaungua unafanya kutayama, hiyo ni swala jingine. Na istoshe, ikiwa maiti ile kafa kikawaida, atakosha kawaida. Na kule kukosha kuna step 3 mpaka 4, tutazitaja 3, lakini tutakwenda kwa utaratibu. Kuna kumuosha kwanza, ukamwagia maji mwili mzima. Haya tutakuja kuwaonesha kwa vitendo. Kwa sasa hivi tutakwenda kwa utaratibu wa kutangaza hivi vitu kuweza kuvijua vinatumika katika kwa maiti. Ukisha kumwagia maji yale, inabidi kupatikane kama tunavyofanya takriban, ikiwa kuna beshiti mnafunika wote. Ikiwa kuna beshiti nachukua kanga, na kanga inakuwa ni mapande 6 kwa pea 3. Ile kanga 2 za mwanzo, baada ya kushakutolewa nguo mwili kwa njia utaratibu alivyofia, ikiwa ni moto, ikiwa kafa kwa kupitia baharini, kaokolewa ile maiti inaonekana juu, zile nguo zilizogandaganda zitatolewa, vile vile zitatambuliwa, zitatolewa kwa kutumia mikono, na ukiwa na gloves zile umevaa mkononi, unatoa kwa utaratibu mzuri. Na hasa kama kafia pwani, na kwa ile mambo ya bakteria nini, zile germs, inakuwa afadhali kuliko alokufia huko yeye kafa na ukimwi. Itabidi kama liko zamani tunatumia vitambaa hivi ambavyo viloshonwa kama hivi, kisha unavaa, kisha baadaye unafunga huko, mfano mithili hapo. Oh, maiti kafa na ukimwi, hakuna tena kusema mimi navaa hisi, sababu ana mabakteria wale wamejaa tele. Na nitatoa ushahidi. Mtume sallallahu amezungumza, yule mwenye kuosha maiti akoge baada ya kushakumosha maiti, kuna germs zitakuwa zimeingia katika mwili wake. Na yule ambaye mwenye kumkamata tu, sasa kama kuna watu 3 pale wamejipanga na wanamkosha, natakiwa atie udhu. Ule udhu ni dawa. Hata watu walipopata maradhi ya ukoma wakati wa nyuma, kilichosaidia pale ni udhu. Bora watoto mpata maradhi na vile, Waislamu sio wengi walopata, au baadhi yao ndio walopata. Kwa nini? Akaambia kwa sababu ya udhu. Kwa hivyo udhu ni changamoto kubwa, inasaidia katika dawa. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo kutumia vitu kama hivi kwa wakati tulikuwa tunao ni muhimu sana. Au mtu kafa corona,
corona inatakiwa sasa ujivae sale midude ringkoti zile na nini na hasia, ili kwa sababu na masi zile upate kidogo na vaa nazo zile, ili kwa sababu kile unachokifanya iwe mwenyewe usio na hofu, usio na mosha maiti alafu kawa na hofu, hadi unavaa. Ni vitu ambavyo vinakubalika. Tumeelewana vizuri? Unavaa japo kwa sengine unaonekana kama unatisha hivi na nini, nimevaa madude humu midugwa shapendio umejitia na ile na helmet yale ya maplastic yale na tisha pengine na miwani mikubwa mikubwa, ile yote ni katika kujihami. La dharra wala dhiraru, usizuru wewe wala usizuriwe. Ina maana kujikinga ipo, na Uislamu katika jambo kubwa lilokuwa linahimiza ni kinga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwani Allah a'udhu billahi minash shaitani, najikinga mpaka na shetani mwenye kufukuzwa. Kwa na mimi ajifukuze kwangu mimi asije. Unaweka ndo 3. Ndo ya kwanza special ya kumsuzia maiti tu. Umeelewana vizuri? Ushachukua nguo umemfunika zile, ikiwa ni kanga zile mapande mawili, unaweka moja mbele moja nyuma, ili inapatikana kuoana mbele na nyuma. Unamfunika paka kwenye kichwa juu mbele, alafu kwenye miundi sako bisaka. Wakati utakutanisha miundi miwili, anyoka mtu atikisiki hapepesi mpaka anatoka kaburini, anaondoshwa hapa yuko hivi. Na kama nimekaeka ile maiti hakwenda kuzikwa siku 3-4, atakaa vile vile kanangana, kwa sababu tayari pale roho shavutu. Wewe unamuosha, hali yako katika kumuosha